kuambia kama ndio Kongomani sisi tumeshakuwa na independence, lakini tunakutana ni uongo, kwa sababu nchi yenye iko na uhuru haiwezi endelea kuvamiliwa katika hiki kiasi. Na jusqu'à maintenant tukiangalia bwana journaliste, Belgique ingali inatukolonize kisiasa, kwa sababu tunakuwa tunaangalia hata wa government wengi wanakuja wanatoka Bulaya, na wakati tukifanya uchunguzi kwa zaidi unajikuta wanatumika kukonte ya nini, kukonte ya Belgique. Na hii ndio maana inayosababisha huwa Kongo kupata usalama ni vigumu. Wewe ni kiongozi ambao unahusika na operation renseignement upande wa wazalendo. Je, mbali tukiachana na swala la ili ukabila ambayo kataka tumikisha kati ya wazalendo wanaunganisha nguvu zao kwa pamoja, je, kuna matumaini Kamanyola na eneo ambazo inashikiliwa na M23 kukombolewa kabla ya mwaka hujaisha? Kwa kweli bwana mtangazaji, kugomboa Kamanyola kwa nguvu ambazo wazalendo wako nazo pamoja na jeshi letu la FRDC haiwezi katuomba muda wa siku 2. Naangalia pa mwezi wa 6 sisi wenyewe tulijipenyeza uteremka mpaka Katogota. Kulikuwa Generali Abdu, kulikuwa William Yakutumba, kulikuwa Generali Makanaki na wengine. Tuliingia Kamanyola ilikuwa saa 6 ya mchana 12 bwana journalist. Ilifika muda wa 15 adui ameshatoka wapi? Ameshatoka Katogota. Lakini kitu gani kilichosababisha sisi tena kurudia nyuma kuiacha mji wa Katogota? Ni order ilitoka kwa maskari wa Burundi. Kwa sababu walionyesha sisi haturuhusiwe kuviole cessez-le-feu kwenda kumdeloger nani? Adui. Hiyo ikasababisha tukarudia nyuma. Lakini laiti haingelikuwa hii masuala ya cessez-le-feu, ndugu yangu bwana journalist, nikiangalia gisi wazalendo wanavyojipanga pale Luvungi, gisi wazalendo wanajipanga kwa niveau ya Kaziba, kwa kweli wazalendo wako imara. Kwa kuigomboa Kaziba kwa kuigomboa Nyangezi, Kamanyola na Nyangezi, Kamanyola na Katogota haituombe muda wa siku 2. Ndiyo. Ikiwa ni vita kubwa inaweza ikachukua muda wa siku 1.5. Na ni kitu gani kinachohitajika? Unajua sisi wazalendo tunapigana, hatuna marume lourde. Ukiangalia Nemia anatumia mortier 80, anatumia mortier 60, anatumia ma-RPG, anatumia PKM, EOC na madrone. Lakini unajikuta sisi wazalendo, ukikuta kikosi cha wazalendo kia 300, utakuta 100 ndo wako na silaha, 200 wanapigana vita bila silaha. Tena unajikuta amekuja silaha yake kuko chargeur moja bwana journalist, na ile moja ikimalizika hana sehemu kwenye ataomba nyingine. Lakini tulikuwa tunaomba kwa serikali yetu ya Kongo, kwa sababu imeshaonyesha kuwa M23 haiheshimu mikataba ya cessez-le-feu, iangalie namna ya kutupatia usapoti sisi kama vile wazalendo ili kumdeloger adui. Ndio. Upande mwingine unaweza kutoa ushauri gani kwa wale wazalendo ambao wakutafuta kwa kama vile maneno ya kutokusikilizana kati yao maeneo ya Kabare kule, ikiwa ni wazalendo kama wa General Foka Mike na wengine ambao wanakuwa maeneo ile? Kwa kweli unajua bwana journalist, huwa si hata watoto wa tumbo moja huwa wanapigana, kwa sababu ikiwa wewe unawaongoza watu ambao hamkuzaliwa pamoja, watu ambao hamkukomalia sehemu moja, kila mtu ana tabia yake, kuishi na watu ni kazi. Unajua ikiwa hata Mwenyezi Mungu aliwapitisha manabii katika hali ya uchungaji wa mbuzi na kondoo, ilikuwa ni kupima subira za watu na hekima ya watu. Kwa sababu gani? Kila mtu ana tabia yake ya kizalikio. Mimi kwanza mwenyewe mzungumzaji bwana mtangazaji, hapa juzi nilipata menansi. Na menansi yenyewe nimeipata Luvungi, nimefanyiziwa kitendo kia ujeuri na jemedari anaitwa Mbole. Alifanyaje huyo? Huyo jemedari mimi nilikuwa nimetoka kupeleka chakula ya wazalendo hadi Lubarika. Tulipofika Luvungi tuko tunarudia, tukakutana na huyo jemedari. Akasema tumpe riziki yake. Tukamwambia riziki yako iko, lakini tumeshaiweka wapi? Kudepo Lubarika. Lakini yeye alitoa hoda kwa askari wake kama haikuonekana hiyo sehemu waniue. Kwa hiyo bwana journaliste nilikuwa torture, lakini mimi kama vile kiongozi nimemuelewa, kwa sababu tunajua katikati ya wazalendo kuko beba naita ba officier supérieur sans qualité. Unajikuta mtu anajiita jemedari lakini hajua anaweza jikomportea mbele ya askari, hajua akiona askari ko emotioni anaweza fanya aje juu ya kumtuliza. Wewe jiulize jemedari ambaye anapigana juu ya unga. Tena unga ameshaambiwa kuwa unga iko sehemu fulani, basi unaona kama ni kazi kubwa. Lakini mimi kama vile kiongozi ambaye nimefunzwa jeshi, nimeelewa jeshi, siwezi sema kama jua alinifanyia kile kitendo, acha na mimi niende nilete kikosi
nipambane naye. Haiwezekani bwana journalist. Kwa sababu nikiangalia kikosi ambacho mimi nachokishimamia, kikosi cha General Abdu hakosi zaidi ya maskari 2300. Lakini General Abdu huwa hatakage maswala ya hivyo. General Abdu anakuambia anajua kama après la guerre c'est la justice. EOC unajua katika hao majemedari ambao tuko tunasema kuna wale ambao wana mafunzo ya serikali na kuna wale ambao wameshavaa pete za serikali wanajiheshimia. Mfano kama vile General Abdu, ijapokuwa leo wanamuita generali, hii ingali ni appellation kwa sababu naye angali autoproclame, lakini iko na oje yake ya colonel full bwana journalist. Kwa sababu Abdu huwa watu wengi wanamsikia lakini hawamfahamu, lakini ukiingia ku niveau national maison militaire kuna oje ya colonel full. Tunaangalia kama yeye ambaye tunasema excellence Kahasha Murula Folk Mike, na vile vile iko na oje ya colonel full. Tukimwangalia kama vile mheshimiwa Mzee Amuri ya Kotumba iko na oje ya kapitene kwa sababu wale wamepata mafunzo ya kijeshi. Tukimwangalia kama vile mzee wetu Maile huyu wa Swima na vile vile iko na oje ya colonel full ya FRDC. Tunaangalia kama vile mzee wetu upande wa Mwenga General Nyakiriba na vile vile iko na oje ya colonel full. Sasa majemedari kama na hawa ambao wameshatumika na serikali, ukiangalia comportement yao wako na comportement ambayo iko tofauti na hao vijana ambao unasikia wanajiita wajemedari mplene de la Ruzizi, kwa sababu hawajajua discipline ni kitu gani katika arme. EOC habayue kama arme ni service commande. Ndio, ushauri gani mfupi unaweza kuwa nao kwa wale ambao ni wazalendo wanakuwa wanaweka maswala ya makamba mu barabara ya taifa? Je, haitawaletea kutokusahau malengo yao ya kulinda taifa na wananchi? Kwa kweli hii masuala ya kamba leo mtarafa la Uvira na penginepo kama vile Mwenga na kadhalika, huwa wazalendo wengi wamesahau kazi ambayo walikuja kufanya, kwa sababu wanasahau kama sisi wote tumeingia katika kazi ya uzalendo ili kutetea raia na mali yake. Tukiangalia leo kuanzia Uvira kwenda Luvungi, mtu akishaitwa Mushi, mtu wa Bukavu, leo wameshawapanga majina kusema wao ndio mbao. Yani wakimuona tu akiwapa kitambulisho mbele wamrudishe, wanamwomba 20,000, wanamwomba 50,000 na kusema kama Mushi ndio mwenye aliuzisha province ya Sud Kivu. Sasa mimi kwa mtizamo wangu najikuta kuwa ni uongo. Kwa sababu gani? Tukiangalia mafro avance iko mpri Kavumo, Katana, Kalehe, Nyangezi, Mwenga, huku upande wa Luhinja benye wanafunga ile mafro avance, ndugu wangu bwana mtangazaji, ni Bamushi. Lakini kwa sababu adui na wanasiasa, kwa sababu hizi ni chachu za wanasiasa. Unajua leo kuko wanasiasa ambao wako katika serikali ya Kongo na wako na mawasiliano na Joseph Kabila na wako na mawasiliano na Corneille Nangaa, wanakuwa wanapenda kuingiza swala la ubaguzi kati ya raia ili kuwatenganisha wanani wazalendo. Lakini sisi kama vile viongozi wazalendo tumeshagundua hili swala, na mara kwa mara tumeshawaambia kwanza hizi kambe inatakiwa zipunguke. Kwa sababu hapa nafikiri leo ni wiki mbili tulifanya reunion kwa hotel Hamisi ambayo ilikuwa inaongozwa na coordinateur provincial wa wazalendo William Yakotumba, na mule ndani tukashauriana kusema kama bariere zipunguke, kwa sababu tulijikuta kutoka Uvira hadi Luvungi Nyerere mwenyewe alikuwa na bariere 7 wana mtangazaji. Unajikuta jemedari mmoja iko na bariere 7. Unajikuta mwingine 4, unajikuta mwingine 3. Yani walikuwa wameshachukua kama vile biashara. Lakini hoda ilitoka kusema hizi bariere zitoke. Na kwa sasa kuna wale ambao wamekubali kutekeleza kupunguza zile bariere, na wengine wameweka makamba nguvu ile kusema kama yeye ni jemedari, hakuna litakalofanyika zaidi yake. Lakini yote tuko tunajikutana ni ujinga. Kwa sababu ana journalist, tukiangalia leo wanaosumbuka sana ni population ya Bukavu, kwa sababu yeye kila anakopita mpaka ache 20,000, 50,000, na wengine wanachukuliwa masimu zao wana journalist. Lakini mimi kwa upande wangu najiuliza, pindi askari wa FRDC, polisi wa FRDC banajipangua, banaacha muda, raia wa Mushi angelifanya nini? Mfano nafikiri kama leo Uvira inaitwa zone de resistance ni kwa sababu ya sisi wazalendo pamoja na FARDC ambao hawakukubali kusaliti. Sasa mfano leo sisi wazalendo tunasema Uvira tuiache tukimbie twende Fizi. Nijulishe raia wa Uvira anaweza akafanya nini kumzuia adui kutoingia katika eneo.
Raia iko sawasawa na mtoto, kwa sababu mama akishampenda bwana, lazima mtoto na wewe utaajibika kumpenda baba. Na ndio maana wale raia ambao walibanwa mateka Bukavu walikuwa wanaajibika kumpokea adui, kwa sababu jeshi imeshawaacha. Unaona vile bwana mtangazaji. Sasa baadhi ya viongozi ambao unajua tena kuna wengine hawakupita shuleni, lazima tuwe tunawaelewa bwana journalist. Gouverneur wa province ya Sud Kivu Jean-Jacques Purusi aliweka komite de crise ambayo itasaidia kusapoti wazalendo kuwapatia hata ile maeffort de guerre. Wakasema kila container kiingia itakuwa natoshiwa hemo $400 ya kuwa nasaidia kusapoti wazalendo. Je, hizo pesa zinafika kwa wazalendo ama kuna kitu ambacho kiendeke hapo kati? Kwa kweli bwana mtangazaji, gouvernement provincial ilitia ile initiative parce que récemment kulikuwa atelier ilifanyika kuanzia le 18 mpaka le 20. Mi peke nilikuwa humo ndani, ilifanyika mhoteli Mwamu, na gouvernement province kaonyesha wazi kama kila camion inakuwa ka dedouané na $1000, kwa $600 inaingia ku konti ya gouvernorat na $400 inaingia ku konti ya wazalendo. Lakini ni kitu gani ambacho kinasababisha wazalendo leo baadhi wanapata na wengine hawapati? Ndio kile kitu ambacho nilizungumuza, wale wazalendo la tarafa ya Uvira wanaonyesha kuwa ile pesa ni yao. Yani wanaonyesha kama mtu wa Fizi hana haki, mtu wa Mwenga hana haki, ule mwingine seigneur de guerre mweko apigana kwa niveau ya Kavumu hana haki. Tukiangalia mfano wa journalist kama vile wale wazalendo ambao wanapatikana katika tarafa la Kabare, wao hawana sehemu ya kuweka kamba kwa sababu ni sehemu ambayo iko kipena nini na adui. Kwanza tukiangalia wale ndio leo wana haki ya kupewa katika ile sehemu